Ah, Ndugu mpenzi msikilizaji wa Tuongee TV, na kama ulitembelea kwenye akaunti yangu kwenye chaneli yetu ya Tuongee TV, juzi nimeposti makala ambayo inaelezea namna gani usaili unaweza ukawa kwenye jeshi la uhamiaji. Hivyo basi majina yashatoka, lakini sasa inabidi uwe makini sana kunisikiliza kwenye hichi nachoenda kukiongea. Ni kwamba nasoma kama ilivyoandikwa ili wote tupate uelewa, au sio? Kuitwa kwenye usaili wa jeshi la uhamiaji tarehe 9 mwezi wa pili 2026. Kamishna Jenerali wa uhamiaji anawatangazia vijana wote walioomba ajira kupitia mfumo wa e-ajira. Kwa hiyo nyote mlioomba ajira kupitia mfumo wa e-ajira, ambao huo mfumo ni wa jeshi la uhamiaji, watembelee akaunti zao za maombi ya ajira kupitia tovuti ya uhamiaji https://www.immigration.go.tz. Hiyo ni tovuti ya jeshi la uhamiaji. Na kwa barua pepe zao ili kupokea taarifa na maelekezo ya tarehe na eneo la kufanya usaili kwa waliochaguliwa. Hivyo basi inakubidi wewe utembelee akaunti ambayo uliomba hiyo ajira ya jeshi la uhamiaji, na hiyo akaunti ni akaunti ya e-ajira ambayo ni akaunti ya jeshi la uhamiaji. Ukiingia huko utakuta kama umechaguliwa, watakuallocate tarehe ya kufanya usaili na eneo husika la kwenda kufanya usaili. Akaendelea, wasailiwa wote wanatakiwa kuwa na namba ya ombi la ajira, application ID. Umenielewa? Kama ilivyotumwa kwenye account. Kwa maana hiyo wasaili wote kuna namba wametumiwa ambao ni application ID. Kwa maana hiyo wote wana application ID. Kwa maana hiyo ukiingia kwenye akaunti yako ya e-ajira ndipo utaweza kujua umechaguliwa au haujachaguliwa. Tunaendelea kusoma. Na barua turudi nyuma kidogo. Wasailiwa wote wanatakiwa kuwa na namba ya ombi la ajira au jina jingine inaitwa application ID kama ilivyotumwa kwenye account na barua pepe ya mwombaji. Kitambulisho chenye picha yake, mfano kitambulisho cha taifa, kitambulisho cha mkazi, kadi ya mpiga kura, pasipoti au kitambulisho chochote kinachomtambulisha kwa sasa, pamoja na nakala ya wino wa bluu, pamoja na kalamu ya wino wa bluu. Hii ni kwamba inabidi uwe na kitambulisho ambacho kinakutambulisha wewe. Huwa tunasema ni muhimu sana kuwa na namba ya NIDA. Basi kama namba ya NIDA ni kitu cha kwanza, lazima uwe nayo. Umenielewa? Na kuomba hizi kazi ilikuwa lazima uwe na namba ya NIDA pia. Maana hiyo uwe na kitambulisho cha NIDA. Kuna wengine wana namba ya NIDA tu, kitambulisho hawana. Kama hauna kitambulisho cha NIDA, basi hata kadi ya mpiga kura. Ni muhimu sana kuwa na kitambulisho chochote kinachokutambulisha wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo uwe na kitambulisho cha mpiga kura. Kama hauna hicho basi kitambulisho cha mpiga kura, basi angalau utafute, huwa kuna barua ya mtaa ya mwenyekiti. Mwenyekiti unampelekea, anakuandikia wewe ni mkazi wa eneo fulani, na pia kunakuwa na passport pale inakutambulisha wewe. Kwa hiyo mwenyekiti wako wa mtaa ndo atahusika kukutambulisha wewe kwamba ni mkazi wa mtaa fulani. Umenielewa? Iko hivyo. Na kingine akasema kwa wasailiwa wenye fani ya tehama, udereva na ufundi magari wajiandae kwa usaili wa vitendo. Kwa maana hiyo wewe kama ni mtu ambaye uliomba kwa fani ya tehama, udereva, basi mtafanya practical examination kwa vitendo. Kama ni driver utaendesha gari
ya vitu vingi pale. Kwa hiyo maana hiyo, kama kweli wewe ni driver mzuri, uweze ukapewa mtihani wa practical afu ushindwe. Akaendelea akasema, aidha wasailiwa wote watatakiwa kujigharamia chakula, usafiri na malazi wakati wote wa zoezi la usaili. Maana hiyo kwenye hili zoezi la usaili usizani kwamba watakupatia pesa yoyote, hapana. Utajigharamikia A to Z mpaka usaili unaisha. Lakini utakapochaguliwa kujiunga na jeshi, basi wataanza kugharamikia baada ya kuwa shortlisted kujiunga na jeshi la uhamiaji. Kwa maana hiyo tofautisha vitu viwili, kuwa shortlisted, kujiunga umeshapointiwa wewe ni mwanajeshi wa jeshi la uhamiaji, hapo watakugharamia. Ila kwa sasa hivi hapana, utatumia kosti zako mwanzo mwisho. Asante, na hii ni Tunge TV, habari ya mjini. Chao, samani. Kitu kingine cha kuwajuza wale ambao walikuwa wajui ni wapi watapata majina ya watu waliochaguliwa kwenda kufanya usaili. Ingia kwenye akaunti yako ya e-ajira. Ingia kwenye akaunti yako ya e-ajira. Ukikuta umechaguliwa, sema inshallah. Usipokuta, basi tumuombe Mungu, wakati mwingine nafasi zikitoka tutaapply. Kwa maana hiyo, kila laheri ambao mtakuwa mmesajiliwa, mmeitwa kwenye usaili. Naomba sana sikilizeni content iliyopita, utagain baadhi ya vitu. Asante, chao.